Hii ni barua ambayo imetumwa na bunge la Ulaya. Na unadhani ni kwa nini wanaharakati tunafurahi kuona misaada hii imesitishwa? Hizo ni hela nyingi sana. Unaelewa, ni hela nyingi mno ambazo zingeweza kusaidia Watanzania. Nitasoma hii barua kwa Kiswahili pia, kwa sababu uzuri teknolojia sasa hivi imesimplify mambo mengi sana. Unaweza ukachukua hiyo barua kama jinsi ilivyo, ukaidrag kwa copy hayo maneno, ukamuuliza chat GPT akakusimplifyia hivyo tu yani. Kwa hiyo hii nafanya kwa ajili ya ndugu zangu wa Tanganyika ambao hawana wakishaona taarifa za Kiingereza hawataka, yani hamu inawaondoka tu, sijui unanielewa. Sasa ili kuweza kusimplify zaidi tutawaforce kusoma kwa Kiswahili, sijui unanielewa Yes. Mimi sijui Kiingereza sana, lakini at least naweza kwa sehemu nikaelewa. Kwa hiyo nikachukua hii nikaidrag kwenye kamuuliza mtaalamu. Kwa hiyo tutaisoma kwa Kiswahili, usijali. Kwa nini kwanza tunafurahia? Kwa sababu kubwa demokrasia haizingatiwi. Lakini kingine, hata hela ambazo tunapewa kwa msaada haziwagusi walengwa. Hata kama zinawagusa walengwa, zinawagusa kwa asilimia ndogo sana. Ukizingatia ni hela nyingi, inawagusa kwa asilimia kidogo sana. Kwa hiyo sikiliza kwa makini. Kwa nini tunafurahia? Utashangaa kwa nini tunafurahia. Ni kwa sababu cha kwanza, hizi hela haziwagusi walengwa. Kwa hiyo unaweza ukapiga picha ni shingapi ambazo zimekuwa zikiletwa Tanzania afu haziwagusi walengwa, na bado tunaendelea kulalamika baadhi ya matatizo. Sasa si ni bora tusipate kabisa? Kama hela hazitugusi au hazitusaidii walengwa, za nini sasa kama wanajinufaisha wao? Misaada mingi inakuja lakini haiwafikii wa Tanzania. Nisipoteze muda, tuitafsiri kwanza hii barua kwa msaada au hisani ya AI. Bunge la Ulaya lataka tume ya Ulaya kufuta mpango wa msaada wa euro milioni 156 kwa Tanzania kwa mwaka 2026. Siku ya Alhamisi, wabunge wa bunge la Ulaya walipitisha azimio linaloitaka tume ya Ulaya kuondoa pendekezo lake la kutoa msaada wa kifedha kwa Tanzania kwa mwaka 2026. Azimio hilo lilipitishwa kwa kura ya kuonyesha mikono na linahusu rasimu ya uamuzi wa tume ya Ulaya kuhusu ufadhili wa mpango wa mwaka wa ushirikiano na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mwaka 2026. Katika maandishi yaliyopitishwa, wabunge walikumbusha kwamba mwezi Novemba 2025 tume ya Ulaya ilisimamisha kwa muda mchakato wa kuidhinisha msaada huo kutokana na wasiwasi mkubwa uliotolewa na bunge la Ulaya. Wasiwasi huo ulihusisha mwenendo wa uchaguzi wa Oktoba 2025 uliotajwa kwa kuwa wa udanganyifu pamoja na ukandamizaji wa maandamano uliofanywa na serikali baada ya uchaguzi huo. Ukandamizaji huo ulisababisha vifo vya zaidi ya watu 400 huku mamia ya wengine wakikamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini. Kama ningekuwepo mimi hapo bungeni ningepiga kelele, jamani, sio 400 tu, ni maelfu. Wanachukia hivi CCM, tutawaambia ukweli. Ningepiga kelele hiyo. So 400 ni namba ndogo. Anyway, kwa hiyo kwa wao hata 400 ni kwao ni kubwa, lakini bado sisi tunajua sio 400, ni over. Hata hivyo, wabunge wanaamini kuwa hoja na wasiwasi uliowasilishwa katika maazimio mbalimbali kuhusu mwenendo wa serikali ya Tanzania haukuzingatiwa katika tume ilipoamua kuendelea na mchakato wa kuidhinisha ufadhili huo kwa mwaka 2026. Miongoni mwa sababu zilizotajwa ni kuendelea kwa serikali ya Tanzania kuhairisha ziara ya ujumbe
ziara ya ujumbe wa wabunge wa kamati ndogo ya haki za binadamu ya bunge ya Ulaya. Ziara hiyo ililenga kujadili masuala za haki za binadamu, demokrasia na utawala wa sheria. Wabunge walisema hatua hiyo ni sawa na kukataa kabisa ziara hiyo. Kutokana na hali hiyo, wabunge wa Ulaya wanaona kuwa rasimu ya uamuzi wa tume inazidi mamlaka iliyopewa kisheria na pia haiendani na sheria za Umoja wa Ulaya. Kwa sababu hiyo, wameitaka tume ya Ulaya kuondoa rasimu yake ya uamuzi unaohusu msaada wa euro milioni 156 kwa Tanzania na kuwasilisha rasimu mpya. Aidha, wabunge walisisitiza kuwa mabadiliko yote yatakayofanywa yasije yakahatarisha utoaji wa huduma muhimu kwa wananchi, ulinzi wa haki za binadamu, demokrasia pamoja na msaada kwa mashirika ya kiraia. Historia ya tukio. Baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025 ambao ulitajwa na wakosoaji kuwa wa udanganyifu, serikali ya Tanzania ilikabiliwa na maandamano makubwa ya wananchi na baadaye kutumia nguvu kuyadhibiti. Tarehe 23 Aprili 2026, Tume ya Kitaifa ya Uchunguzi uliochunguza matukio ya uchaguzi ilikiri kuwa watu wasiopungua 518 walifariki kutokana na vurugu zilizotokea baada ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025. Hata hivyo, tume hiyo haikutaja wahusika wa matukio hayo wala kuchapisha ripoti yake hadharani, jambo ambalo limeelezwa kuwa linakwamisha uwajibikaji na upatikanaji wa haki kwa waathirika. Awali, tarehe 8 Mei 2025, bunge la Ulaya lilipitisha azimio kuhusu kukamatwa kwa Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani cha Chadema. Wabunge walilaani kukamatwa kwake, wakaeleza wasiwasi mkubwa kuhusu mashtaka yenye msukumo wa kisiasa yanayomkabili na kuitaka serikali ya Tanzania kumwachilia huru mara moja bila masharti, huku ikihakikisha usalama wake na haki yake ya kupata kesi ya haki pamoja na uwakilishi wa kisheria. Hilo ni bunge la Ulaya. Sasa kama mtu kama Tundu Lissu ambaye bunge la Ulaya linamfahamu, mtu ambaye anasimamia haki, afa anatokea mtu mmoja kutoka wapi huko UVCM mmoja ambao ni chawa, ambao na lenyewe tunalitetea Tondogoso, na lazima tukataa maandamano. Kwa hiyo ndugu zangu, euro milioni 156 tutapiga hesabu ni shilingi ngapi za Tanzania? Sawa? Euro milioni 156. Man, hizo ni hela nyingi ambazo zingesaidia watu, lakini haziwafikii watu. Hata wakipewa haziwafikii watu. Kwa hiyo wanangu, barua ndio hiyo ambayo mnaiona hapo juu. Hii hapa ndio kwa Kiswahili ndio hivyo. Nafikiri tumeelewana. Weka comment hapo chini kama umeelewa.